Hivi we shetani ni wa namna gani? Unasambaza uovu mwingi duniani, mwingi duniani. Maana watu wamekosa hofu ya Mungu, wanadiriki fanya uovu hadharani, uovu hadharani. Hivi we shetani ni wa namna gani? Unasambaza uovu mwingi duniani, mwingi duniani. Maana watu wamekosa hofu ya Mungu, wanadiriki fanya dhambi hadharani, dhambi hadharani. Umewateka watu wa kila aina, sio mzee wala kijana. Wewe shetani ni wa namna gani? Wala haujali familia ya nani, iwe ya muumini au ya kikuani. Unasambaza uovu duniani. Karibu bebe. Asante. Jisikia kwa nyumbani? Asante sana. Ndio unajisikiaje? I feel happy. Kweli? Yes. Oh jamani. Unajua mimi nakupenda. Mbona haraka hivyo? Jamani. Alo yangu. Ndio. Sawa, lakini naenda kanisani, nitazima simu. Kwani uko wapi? Niko kwenye mihangaiko yake. Anasemaje? Wala tosijali, achana naye. Hawezi kurudisha hivyo. Hata mimi nimekumiss pia. Kweli? Mbona kama umechanganya? Kani shida? Basi kama wewe uko sawa, tunataka tu chumbani. Sawa semaje? Hakika wewe ni mtamu sana Aili. Natamani itokee miujiza ya fimbo ya Musa. Afa tu uwe mke wangu. Yaani ni mtamu kweli kweli. Na nikupongeze tu, maana unaonekana ulikuwa mwanafunzi mzuri sana wa kumsikiliza punzi wako. Hongera kwa hiyo. Jackson mpenzi wangu. Sio wewe tu. Hata mimi natamani sana. Natamani ningekuwa hai. Ili nikufaidi. Lakini haiwezekani. Sababu nilishakuwa mpenzi wangu. Hivi we shetani ni wa namna gani? Unasambaza uovu mwingi duniani, mwingi duniani. Maana watu wamekosa hofu ya Mungu, wanadiriki fanya uovu hadharani, uovu hadharani. Hivi we shetani ni wa namna gani? Unasambaza uovu mwingi duniani, mwingi duniani. Maana watu wamekosa hofu ya Mungu, wanadiriki fanya dhambi hadharani, dhambi hadharani. Naomba unisamehe mama. Sikudhamiria kufanya hivyo. Ni shetani tu ndo kanipitia. Kabisa mangu, naomba uniamini.
Na nakuapia sitarudia tena. Nimejifunza kusamehe, hivyo nimekusamehe. Nimeachilia vyote. Nimejifunza kusamehe. Kama ameanza kazi yake mwambie aende. Kaka. Sitakuwa kwa hiyo. Nimejifunza kusamehe, hivyo nimekusamehe. Nimeachilia vyote. Nimejifunza kusamehe, hivyo nimekusamehe. Mungu, niamini, ni shetani alinipitia. Niamini mume wangu na kunisamehe. Mkangu. Mimi nishakusamehe tayari. Cha kufanya hapo enda kaendelea shughuli zako zingine. Kama kuna uwezekano andaa chakula basi kingine. Nimejifunza kusamehe, hivyo nimekusamehe. Nimeachilia vyote. Nimejifunza kusamehe, hivyo nimekusamehe. Wewe kwa na amani. Sawa. Nenda kaandae chakula. Kuwa huru tena, kuwa na amani tena, kuwa huru tena. Mume wangu, nimeitika wito. Karibu jinsi. Unaionaje jinsi? Asante. Mke wangu ninakuita na jambo la muhimu mno. Mume wangu. Hapa tuzungumze. Mimi sina mume wangu. Mke wangu, hawa watoto hawa wameshakuwa wakubwa sasa. Kwa hiyo kwa wakati huu ndio tuwe makini sana katika kuwafundisha misingi bora ya kumpendeza Mwenyezi Mungu na kushika sheria za Bwana. Sababu tusipofanya hivi tutapoteza heshima yetu. Sawa mume wangu. Ila wahenga husema hivi, samaki mkunje angali mbichi. Akikauka, baada ya kumkunja unampunja. Mimi naona kama tumechelewa. Mke wangu, kwa Mungu hakuna kuchelewa. Mungu hachelewi wala hawai. Kwa hiyo mimi naona huu ndio wakati sahihi. Maana Roho wa Bwana akizungumza na mimi kila wakati. Nimeona leo nikushirikishe kwa. Unajua hata hii huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yangu. Yaani nilikuwa nikilia machozi. Machozi yamekuwa ndio chakula changu. Nalia kwa ajili ya taifa letu. Nalia kwa ajili ya dunia nzima. Lakini nalia kwa ajili ya familia yangu. Nikiomba mchana na usiku. Kwa hiyo mimi ninachokiona wakati huu
Mbona nasikia kama geti linagonga? Mtu mtizame. Anaweza kuwa ni mtumishi wa Bwana. Watoto wanafanya maovu hayo mzazi anatazama, anaficha maovu wanayofanya. Uone tai. Yaani unapigiza geti hivyo. Mimi nilijua mgeni, kumbe ni wewe. Na kwa nini usimpigie simu mwenzio? Yaani mpaka umenisababisha mimi nimetoka hapo nije kukufungulia wewe geti. Yaani nikufungulia mimi wewe geti. Yaani wewe, mimi sio mfanyakazi hapa. Mimi sio mfanyakazi, mimi ni mama yako. Samahani mama. Hivi, kwani baba yuko ndani? Ndiyo yuko ndani. Vipi, unapita njia? Hapana. Nilijua ameenda ofisini. Naomba ondoke. Toka hapa. Watoto wanafanya maovu hayo mzazi anatazama, anaficha maovu wanayofanya. Pale wanapokuwa kanisani wanajifanya watakatifu sana, lakini wakiwa mtaani wanafanya uovu mwingi sana. Ina maana kulala ndani. Hivi wewe unatafuta nini mimi? Naongea na wewe, unanitaka nini? Unanitaka nini mimi wewe? Sasa nimekuchoka. Nitamwambia babako kila kitu. Kabadilisha hiyo nguo yako na unaitwa sebeni. Wewe. Mbona tembea? Watoto wanafanya maovu hayo mzazi anatazama, anaficha maovu wanayofanya. Mume wangu. Natoka. Natoka. Nimeshawaandaa watoto. Nimeshawaandaa. Basi nawasubiri. Sawa. Watoto wanafanya maovu hayo mzazi anatazama, anaficha maovu wanayofanya. Pale wanapokuwa kanisani wanajifanya watakatifu sana, lakini wakiwa mtaani wanafanya uovu mwingi sana. Vipi, mbona umeshtuka hivi? Ulijua dingi ni? Janet, nilichokutana nacho leo sijawahi kukutana nacho kwenye maisha yangu hata siku moja. Na mpaka saizi bado nafikiria ni kitu gani kitaendelea juu yangu. Wewe ni msiri wangu. Kuna mengi sana ambayo tunashare pamoja. Tunafichiana siri za aina mbalimbali. Wacha tu nikuweke wazi. Wakati natoka kanisani, nilipitia kwa mwanamke. Tukazama mpaka ndani. Baada ya kuzama ndani, hapa na pale kwenye mambo yetu, hafla tu binivu, mume akaingia. We. Ikawaje tu? Hilo sio swala. Kinachoniumiza kichwa, baada ya kutufumania yule jamaa, yaani hajanifanya kitu chochote. Yaani kaniacha, yaani niondoke nikiwa huru, wala kunikemea, wala reaction ya aina yoyote mimi sijaiona. Na kuna nguo ambazo niliziweka kwenye kiti wakati naingia chumbani.
kwa uoga zile nguo ilibidi nifanye kama naziacha, lakini kaniita, kanikabidhi na zile nguo. Sasa najiuliza yule jamaa anaweza kuchukua hatua gani juu yangu? Yaani sielewi hapa nilipo. Kwa unacheka? Yangu leo umeabanana. Kwa unacheka mazuri. Leo umeingia cha kike leo. Sema nini kaka? Kwa staili uloingia nayo pale, baba atatushtukia. Siku nyingine wewe makini. Sawa? Sawa. Ila nakusii. Nengeneka. Usije ukaingia chaka bovu kama nilioingia mimi leo. Oho. Wewe mimi mjanja wewe. Sasa utanifananisha na wewe? Hiyo haijawahi tokea, hiyo futa. Wanafanya wao. Wanafanya wao. Wanafanya wao. Wanafanya wao. Wanalitukanisha jina la Mungu, wanamfedhehesha mchungaji. Nimeamini kuwa mchungaji azae mchungaji. Nimeamini kuwa mchungaji azae mchungaji. Karibu dada. Asante. Sijui kusaidia nini? Kuna ugali, nyama, kuna ubobwa na maharage, mboga ya majani pia na dagaa. Sijui nikuhudumie kati hivyo kipi? Wali maharage shinga? 1500 kwa 2000. Naomba nipimie 1500. Sawa. Wewe dada, hivi unajielewa? Unajua sasa nilinunua bei gani? Nisamee madam. Kirahisi tu nisamee madam. Unajielewa kweli wewe? Tunaongea na wewe. Haya, nipe langu. Mama, mimi nilikuwa nasikia njaa. Alafu sikuwa na hela. Yaani unakuja hapa unaniambia eti nilikuwa na njaa, sina hela. Mimi hapa sina hela, ila naweza kuosha vyombo. Pia natafuta kazi. Alikwambia mimi nahitaji mfanyakazi nani? Ningekuwa namtaka mfanyakazi ningekuwa nishampata. Sihitaji mfanyakazi. Naomba hela yangu. Nimejifunza kusamehe, hivyo nimekusamehe. Nimeachilia vyote,